Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki msikilizaji wetu, tunakukaribisha sana katika masomo yetu haya. Tunajifunza Biblia kupitia mwongozo. Na tunamshukuru Mungu maana anaendelea kutufunulia. Leo siku ya Alhamisi tunaangalia somo linalosema kahaba ahukumiwa. Lazima hukumiwe. Sasa kumbe hata ukiwa nani, mwisho wa siku utahukumiwa. Kahaba leo tunaenda kuona anapohukumiwa. Na Jumanne tulimuona mke kahaba wa Hosea. Tunaunganisha. Kama ukupata vizuri Jumanne, kama kwa umakini arudi pale 18 Jumanne, alafu anaweza kurudi au kitoka hapa arudi nyuma. Sawa, tuendelee. Karibu sana. Na kabla tujaanza tupate kuomba. Sawa. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Amen. Tunakushukuru maana wewe ni mwema. Unaendelea kutufundisha nasi tunapokea. Tunamuombea na anayetusikiliza apokee sawa sawa na mapenzi yako. Amen. Kaa nasi tunapoanza mpaka tunapomaliza katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Kahaba hukumiwa. Kahaba. Kahaba bwana. Kahaba anastahili tu hukumiwe. Katika kipindi cha Israeli tukizidi anapigwa mawe au achiwe. Ila yule aliachiwa. Yule Yohana sura ya 8. Maana Yesu alikuja akiwa na vitu hivi viwili. Kwa Israeli ambayo ilikuwa ni kahaba. Israeli ambayo ilikuwa imetanga mbali na yeye na imetawanya kwenye mataifa. Alikuwa na hayo mawili. Jisalimishe, usafishwe, uingizwe ndani. Ndio hivyo? Ndio. Kwa mtu yeyote hata kama ni kahaba, mtoza ushuru, kama tu amemkubali, kwa lugha nyingine moyo umebadilishwa. Anasamehewa, anasafishwa kwa damu. Haleluya. Amina. Sasa huyu ni kahaba, hajawahi kuolewa na Kristo, ila ana historia ya upinzani sawa na watu wa Mungu. Kama Babeli ya zamani ambavyo Israeli ya zamani ilipoasi, Mungu akasema na uende huko kwa Babeli, huko kwa wanaume zako. Yaani okay. Sasa kitabu cha Ufunuo kinatupatia picha. Japo Babylon ile ya kipindi cha Israeli ilikuwa tayari imefanyaje? Ni kama haipo, yani imenyang'anywa madaraka. Lakini mataifa yote au watu wote, mifumo yote inayosimama kinyume cha Mungu na watu wake, kama ambavyo Babeli ya zamani ilivyokuwa, inawakilishwa na huyu mama kahaba. Sasa anastahili hukumu au aachiwe? Lijibu tena. Anastahili hukumu. Kwanza amekunywa damu za watakatifu. Sura 17. Ndio. Amezini na wafalme. Hukumu yake 19. Ufunuo 19. Tuangalie hukumu yake sasa. Fungu la kwanza. Tuanze fungu la kwanza. Baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi. Sawa. Sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Baba Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki. Maana amehukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, haleluya, na moshi wake hupaa juu hata milele. Hapo umechomwa hapo. Endelea. Na wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kile kiti cha enzi
wakisema amina, haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakuu. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikisema haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki, na tufurahi tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'ayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika, heri walioandikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno hayo, malizia. Maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Unabishi? Sibishi. Tuanze kutafuna hapa. Nianze nikurushie swala hapa. Mwanamke huyu, kahaba huyu, Babeli huyu, maadui hawa watu wa Mungu na Mungu. Hii hukumu inayotangazwa hapa tayari bado? Tayari. Waisha choma. Maana anasema moshi mpana. Tumeona. Wamekwisha? Kuisha bado. Kwa sababu hii ni picha. Bado wanaendelea. Okay. Ndio hapa sasa nauliza uhalisia wa hukumu katika historia ya Mungu na watu wako au ya wokovu. Hii picha hii inahubiri ukweli upi? Amehukumiwa bado au bado? Jibu. Kuhukumiwa tayari. Ameshahukumiwa. Matokeo ya hukumu yake anasema moshi unapanda. Ni kweli moshi unapanda? Haya ni bado ni lugha ya picha. Ni kweli, yani tayari is done. Yani kama amehukumiwa, ina maana tayari na moshi unapanda. Kwa hiyo haleluya zinaweza zikapanda nazo. Wokovu umefika kwamba yule nani asema msifuni Mungu wetu enyi watumwa wake, na ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Kuna Mungu anaweza akaogopwa akamcha kwa sababu saa ya hukumu yake imefika na jamaa amepigwa. Ndio. Sio? Lini alipigwa? Usiondoke kwenye kitabu cha Ufunuo hicho. Baki huko. Lini alipigwa nakumbukia? Nakumbuka Ufunuo 12? Ndio. Ufunuo 12 nakumbuka. Kuna lugha nyingine ya picha pale unakumbuka? Aya, au iache. Yoyote unayokumbuka. Yoyote nakumbuka. Wapi ambapo pengine pana kazi ya ukweli huu ya kwamba tayari amehukumiwa na hiyo ni furaha kwa watakatifu sasa. Imekwisha. Ilikwisha lini? Ilikwisha msalabani. Alipigwa huyu mwanamke, aliachwa uchi. Alipigwa. Sasa Ufunuo 19 wanasema haleluya. Sasa sijaiona haleluya yako ikitoka. Una uhakika amepigwa? Nina uhakika amepigwa. Na ndio maana tunashangilia. Unataka uniambie kama kuna mtu yoyote yuko Babiloni ashangilie Babiloni imeanguka na watu kama watu wa Mungu wako huko wamenaswa watoke? Ndio watoke. Wana wa Israeli unajua walipelekwa Babiloni. Isaya 40 inasema miguu mizuri kiasi gani cha mtu aletaye habari njema kwamba Bwana anatawala, kwamba watumwa vita imekwisha. Wale jamaa wale wamepewa kikombe kile kikombe ambacho sisi tuko tunakinywa, sasa wamepewa wao kile kikombe. Hizi ni lugha zote za manabii. Unakumbuka ile? Wana wa Israeli ambao wanasimulia manabii wanasimulia jinsi ambavyo Mungu atahukumu Babiloni lakini atawaokoa watu wake. Wewe unataka uniambie yametimia sasa kwa watu wake
Kristo Ndio. na maadui zao. Ndio. Haleluya. Jamani, hii ndio inaitwa ujumbe wa malaika watatu ambao utaukuta katika Ufunuo sura ya 14:6 mpaka 12 pale. Yaani sasa hivi tunaweza tukamcha Mungu. Kumcha Mungu inamaanisha kumheshimu Mungu. Amedili na adui wetu Bwana. Ameshamshughulikia Bwana. Na huhitaji kudanganywa, kuzini na kukubaliana na Babiloni, kujichafua yani kukana Babiloni, kujichafua vile. Na wewe kama ni mtu wa Mungu inamaanisha unasikia sauti yake. Kama ulikuwa huko ni kwa bahati mbaya, ulikuwa utumwani. Kwa hiyo injili inatuita tutoke kwenye mifumo yote, taasisi zote, himaya zote, ushirika wowote ulio kinyume cha Kristo na Mungu wetu. Ila ni habari njema, hawezi kutufanya chochote. Hawezi kutufanya chochote. Amen. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Umemaliza adui. Anawadanganya wengine, lakini sisi hatutadanganyika. Anawauzia bidhaa zake na wananunua, wanazini naye, wanashirikiana naye, lakini sisi Baba tumejitenga. Tuwe wako Bwana, kwa kuwa wokovu umefika. Tupe mioyo ya kukuabudu, kukucha wewe, kukutumaini, kukutegemea na bila kujichanganya na ulimwengu. Maana ndivyo tunavyoomba, tena utulete kesho, maana tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana msikilizaji wetu, karibu sana. Leo tumekuwa na somo zuri, tumeona kahaba kumbe deal done, wanasema ameanguka. Tushamaliza. Basi siku ya kesho tunakuja kuweka muhtasari kupitia somo lote la wiki nzima na kujibu maswali. Tunaendelea kualika, usiwe mbali, tuendelee kuwa pamoja mpaka tumalize wiki hii. Ambapo sasa kesho tukutane mida kama hii tunapo tafuna somo lote la wiki nzima. Mwenyeji wako nilikuwa mimi Geoffrey Omondi, nami Enos Mwakalindile, tukiendelea kukukaribisha sana. Karibu sana.